Wengi wetu tuliokusanyika hapa leo tunaelewa umuhimu wa sehemu ya mwanzo ya kitabu, na kuna maandiko ya kuvutia. Katika Kutoka 13 mstari wa 6-8 inasema, siku 7 utakula mkate usiotiwa chachu, na siku ya 7 kutakuwa na sikukuu kwa ya. Mkate usiotiwa chachu utakuliwa kwa siku 7. Hakuna mkate uliotiwa chachu utakaoonekana pamoja nanyi, wala chachu yoyote isionekane katika mipaka yenu yote. Utamwambia mwanao siku hiyo, ni kwa sababu ya yale Yawe aliyonitendea nilipotoka Misri. Sasa ni wazi hatukuwa huko tukitoka Misri, lakini tuna Misri yetu ya kiroho au ya mfano ambayo tukikombolewa kutoka kwayo. Na hivyo hili linatuzungumzia leo kama vile lilivyozungumza na nyumba ya Israeli. Kama tulivyosema hapa, unajua, tunawekwa huru kutoka katika utumwa wa kiroho. Na mkate usiotiwa chachu, tunahitaji kukumbuka kwamba huu ni wakati uliowekwa unaohusiana na ukombozi. Kwa hivyo, unapopitia picha ya kivuli, jiulize, ni mimi hicho? Mmefanya nini kwa ajili yenu? Amekuokoa kutokana na nini hapa na sasa? Unapoenda na kuheshimu picha ya kivuli cha mkate usiotiwa chachu, tunataka kuuliza swali hili, asante. Je, kuna ujumbe uliofichwa kwa sikukuu ya majuma? Tena, hii inajulikana kama hesabu ya Omeri, na hii wiki 7, siku hizi 49 ambazo hatimaye huongoza kwenye Shavuot, yani sikukuu ya majuma. Tunawakumbusha watu kwamba Shavuot si karamu hii pekee katikati ya mwaka. Imeunganishwa sana na mkate usiotiwa chachu kwa matunda ya kwanza, kwa Pasaka, na kwamba kuhesabu huku sikukuu hii ya majuma ndiko kunakounganisha mkate usiotiwa chachu na Shavuot. Hizi ni nyakati zake zilizopangwa za majira ya kuchipua. Kwa hivyo ni jambo moja unapohesabu mwaka huu, kumbuka bado uko katika msimu wa sikukuu. Na kwa hivyo huu ndio wakati tunaozungumzia leo. Sikukuu hizi zilitimizwa kihalisi siku hiyo ndani ya mwaka mmoja. Na hivyo tumeona, unajua, Pasaka ikitimia na ile dhabihu ya kale ya Tavakant ambayo tulizungumzia wiki iliyopita, na tuna siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu. Na kuhesabu kunaanza na kile kinachoitwa kwa kawaida matunda ya kwanza. Tukisema matunda ya kwanza kwa sababu kuna matunda ya kwanza mengi yaliyotolewa kwetu katika Torati. Na hivyo sadaka hii ya wimbi, matunda haya ya kwanza ya mavuno ya shairi, kuanzia hisabu hiyo ingekuwa siku 49, ikituongoza hadi siku ya 50, hadi kile kinachojulikana kama Pentekoste au Shavuot. Shavuot ikimaanisha witi. Hivyo hesabu hii, sikukuu hii ya majuma ambayo inakuja kwa kilele kana kwamba ni Shavuot na Pentekoste. Na tunatoa ukumbusho mdogo wakati huu wa mwaka tunapoanza na mlo wa Pesach wa siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu. Kumbuka kwamba maagizo ni kuondoa chachu, na tutazungumza kuhusu hili kwenye mkusanyiko wa Pesach siku ya kwanza. Na mara nyingi tunaona watu wanajaribu kusema, sawa, nitaanza mapema na nitahakikisha nyumba yangu iko sawa na kila kitu kingine. Na kisha, kwa hivyo, tunapoanza Pasaka, chachu yote hutoka nje ya nyumba. Hiyo sio maelekezo. Maagizo ni kula mlo wako wa Pasaka na uhakikishe kuwa unaambatana na mkate usiotiwa chachu. Lakini siku ya kwanza unaondoa chachu kutoka nyumbani kwako. Na kwa hivyo tena tunakosa mambo haya, na tutazungumzia zaidi kuhusu hili kwenye mlo wa Pasaka. Lakini mara nyingi nakuta, Michael, wakati huu wa mwaka kila mtu anakimbizana kuhakikisha, sawa, tutahakikisha tunatoa ile mikate yote iliyogandishwa kwenye, unajua, na unakagua makabati na vitu vyote kama hivyo. Na tunajaribu kuwa, kwa juhudi zetu zote tunajaribu, lazima nifanye vizuri. Na tumewahi kuzungumza kuhusu hili miaka iliyopita na kuelekea kwenye nyakati zilizowekwa na mambo kama haya. Lakini ni moja tu ya mambo haya ambapo unaona mila zetu, kila kitu kinaingia polepole, kwamba hatuangalii kile ambacho Torati inatuambia hasa. Na ni siku ya kwanza hasa ambapo tunatoa chachu kutoka kwenye nyumba zetu. Kwa hiyo hili ni jambo la kuvutia sana tukitazama mambo haya. Na kuna sababu za hilo, kwa sababu inatulazimisha kufikiria kuhusu maana ya wiki hiyo yote.
Lakini kama Michael alivyosema awali, hili ni jambo muhimu sana. Nyakati za majira ya kuchipua zinaanza na mlo wa Pasaka na hazimaliziki hadi siku ya 50, Yubilei au Shavuot. Sisi tunaenda kuanza nyakati za majira ya kuchipua na hazitakamilika hadi mwisho wa Shavuot. Na kwa hivyo tena tutazungumzia kuhusu kipindi hiki ambacho hakika hakijapewa. Ni sawa kufanya hivyo? Lo, nini kinaendelea? Haya basi. Kwa hivyo kuna kauli hii ya kuvutia, na tulionyesha maandiko mapema kwamba unajua, kulikuwa na wakati wa ufufuo wa Masihi. Haikuwa Masihi pekee aliyefufuliwa, bali alitimiza matunda ya kwanza kihalisi. Kuhani mkuu alikuwa akipunga mganda wake wa matunda ya kwanza. Katika jambo zito la ufufuo wa kwanza kabisa kati ya yote, Mtume Paulo alikuwa na haya ya kusema. Katika 1 wa Korintho 15 kuanzia mstari wa 19 inasema, ikiwa katika Masihi tunayo tumaini katika maisha haya tu, basi sisi ni watu wa kuhurumiwa kuliko wote. Lakini kwa kweli Masihi amefufuliwa kutoka kwa wafu, matunda ya kwanza ya wale waliolala usingizi wa mauti. Hivyo wale ambao wamekufa. Lakini kama vile kwa mtu mmoja ilikuja mauti, yani Adamu, vivyo hivyo kwa mtu mmoja pia umekuja ufufuo wa wafu. Kwa kuwa kama vile katika Adamu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Masihi wote watafanywa hai, lakini kila mmoja kwa mpangilio wake. Masihi ndiye matunda ya kwanza, kisha wakati wa kuja kwake wale walio wa Masihi. Lakini kama tulivyoonyesha tayari, unajua, katika simulizi ya Mathayo kwamba alipofufuka Masihi, haikuwa Masihi pekee aliyefufuka. Na usingeweza kuelewa kwa nini ilitokea hivyo kama usingeelewa picha ya kivuli ya kile kifungu cha mganda kinachopunguzwa na kuhani mkuu siku ya matunda ya kwanza. Basi, je, Torati inasema nini hasa kuhusu sikukuu ya majuma ambayo inaanza kwa sadaka ya kwanza ya matunda ya kwanza na hatimaye inahitimishwa na Shavuot au Pentekoste? Na kwa njia kuhusu ile ufufuo iliyorekodiwa katika Mathayo, katika utimilifu halisi wa kupunguzwa kwa mganda wa sadaka na kuhani wetu mkuu Masihi, hii pia inaeleza kwa nini huenda tunasoma simulizi katika Yohana na Leon huko Patmo, ambapo anaona wazee 24 wapo kweli. Hivyo hili ni jambo la kuvutia. Wale pekee ambao huenda walifufuliwa kutoka Sheol kama ilivyorekodiwa na huenda ikathibitishwa na Yohana na yule aliyeheshimiwa Patmo, ni uthibitisho wa moja kwa moja wa matukio ya utimilifu halisi wa kupunguzwa kwa mganda wa sadaka, na wale wazee waliingia jijini na walishuhudiwa na wengi. Na sasa wako kweli karibu na kiti cha enzi cha Masihi, na Yohana anaonekana kutoa simulizi hilo, na kwa hakika yule mjumbe ambaye angekuja na kuleta baadhi ya maono na baadhi ya mambo tunayoyasoma katika kitabu hiki kikuu cha Ufunuo, na jinsi hilo liliwezekana kabisa kwa sababu kumekuwa na ufufuo wa kwanza wa malimbuko na kupunguzwa kwa mganda halisi na kuhani mkuu wa malimbuko ya mavuno yake. Hivyo ni jambo la kuvutia sana tunapotazama jinsi mambo haya yote yalivyo halisi, tukibaki ndani ya mfumo huu. Uelewa mpango wake mkuu wa ukombozi kwa unabii na kwa uhalisia. Yote yamejumuishwa ndani ya kile tulichopewa katika Torati na kile tunachokiita sikukuu au nyakati zilizowekwa. Katika Mambo ya Walawi 23 inasema, mtahesabu majuma 7 kamili kuanzia siku ya pili baada ya Sabato. Kuanzia siku mlipoleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, basi huu ndio malimbuko wakati wa mavuno ya shairi. Na tena ingefikia kilele siku ya 50 kwa sadaka ya malimbuko ya mavuno ya ngano. Mtahesabu siku 50 hadi siku ya pili baada ya Sabato ya 7. Kisha mtamtolea ya sadaka ya nafaka ya mazao mapya. Na hivyo unaona hizi sadaka mbili za malimbuko. Malimbuko ya kwanza kutoka kwa shairi, na kwenye Shavuot sadaka ya malimbuko ya mavuno ya ngano.
na tunaamini hii inaashiria ufufuo mwingi unaouona katika maandiko yote. Sasa kinachovutia sana ni kwamba watu huwa wanakosa hili. Watu huwa wanahesabu siku, lakini kwa kweli Torati inatuambia tuhesabu siku na wiki. Kwa kweli Shavuot inamaanisha wiki. Kwa kweli inamaanisha hivyo, wiki. Sasa sabato gani, Curtis? Naam, sina uhakika kuhusu muktadha unaoniuliza swali hilo kwa maana ya siku baada ya Sabato. Ninajifanya mjanja kidogo hapa. Kuanzia siku iliyofuata Sabato. Hakuna sababu ya sisi kutoa hoja yoyote kuhusu kile ambacho Torati inasema. Kama ingemaanisha kitu kingine chochote isipokuwa Sabato ya kila wiki, ingesema hivyo. Na kuna mambo ya kila aina kila mwaka. Unajua, vema, hii ilikuwa Sabato kuu ya siku ya kwanza ya siku ya chachu na jambo la aina hii. Haisemi hivyo. Ingesema hivyo. Elohim alikuwa na uwezo wa kusema hivyo ikiwa ndivyo alivyomaanisha. Unapoona Sabato ikitolewa hivi katika Torati yote, ni wazi kabisa kwamba tunashughulika na Sabato ya kila wiki. Kwa hivyo, siku inayofuata Sabato ya kila wiki ndiyo hesabu hii inayoendelea. Kwa hivyo, siku ile ulipoleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, kutakuwa na Sabato ya kila juma. Hilo litaendana sana na hilo. Na inakuambia kwamba hatuhitaji kujihusisha na jambo lolote gumu hapa. Kuhusu baadhi ya mijadala tunayoiona kila mwaka kuhusu hili na wakati hesabu inaanza, tunaamini Torati iko wazi sana. Usomaji rahisi yuko wazi sana. Elohim anasema anachomaanisha. Inamaanisha anachosema. Hatuhitaji kulifanya hili kuwa gumu. Kwa kweli mstari huu unajieleza wenyewe, kwa sababu hii inaweza kufanya kazi tu. Unajua, kuhesabu Sabato 7. Unajua, hiyo ni siku 49 pamoja na moja hadi Shava nini. Lakini hata hivyo, kinachovutia sana hapa tena, Kumbukumbu la Torati 16, kwa siku 6 mtakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya 7 kutakuwa na kusanyiko takatifu kwa ajili ya Yahya Elohim. Usifanye kazi yoyote juu yake. Kwa hivyo tungeita hii Sabato kuu. Utahesabu majuma 7. Anza kuhesabu majuma 7 tangu wakati mundu unapowekwa kwenye nafaka iliyosimama kwa mara ya kwanza. Na kwa hiyo tunataja mistari hii kwa sababu hii ndiyo, unajua, maagizo ya msingi. Lakini kwa kifupi, unajua, lazima uhesabu siku zako 50 ambazo kimsingi ni sawa na majuma 7. Majuma 7 kisha siku ya 50 baada ya hapo. Hili linaweza kueleweka tu kama unahesabu kwa kutumia Sabato za kila wiki. Kuhesabu Oma, au kwa usahihi zaidi, maandiko yangeliita kipindi hiki sikukuu ya majuma, kipindi cha kuhesabu majuma. Ndiyo, na hapa ndipo tunaweza wakati mwingine tena. Anataka sisi, kwa kweli, nafikiri imeelezwa sana katika TOR kwa sababu anataka tusijue tu hilo. Unajua, nyakati zilizowekwa za majira ya masika zinaanza na Pasaka, lakini hazimaliziki hadi Shavuot, na hivyo inaonekana kwamba Bwana amejitahidi sana hapa kuonyesha kwamba hapana, ni mpaka mwisho kabisa. Kwa hiyo, nataka ufikirie kuhusu kuhesabu siku hizi, kuhesabu majuma haya kwa mtazamo wa mfano wa mavuno na kuelewa, sawa, basi mavuno yanamaanisha nini? Na hii inamaanisha nini katika maisha halisi? Na hivyo wakati mwingine tunajikuta tumenaswa kwenye jambo lingine, Michael, ambapo tuko kwenye kivuli, picha tu. Na hilo linaweza kutufanya tuwe, tumekuwa, unajua, au tunapaswa kuwa, unajua, Torah, Count Dracula, na kila mtu anakumbuka yule mhusika mdogo kutoka kwenye Sesame Street. Mambo ambayo tunaweza kujikuta tumejikuta sana, sawa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, ambayo tunahesabu kwa ajili ya kuhesabu, na inakuwa nini? Kwa hivyo, hatutaki kuwa kama hesabu Dracula hapa, au mhusika huyu mdogo kutoka Sesame Street. Tunataka kuweza kuelewa hili kwa kiwango kikubwa zaidi. Unajua, hii ni nini? Ametuomba tuhesabu kwa ajili ya kuhesabu. Kweli hili ndilo jambo kuu kabisa, Michael?
Lazima niseme, zile vitambaa vya pembeni vinaonekana vya kuvutia sana. Hata hivyo, vinapotosha sana mawazo. Tunajaribu kuwa na ucheshi kidogo na jamii, lakini kwa kweli, ukiacha ucheshi pembeni, hili ni jambo zito. Unajua, je, tunasahau mambo yenye uzito zaidi kwa ajili ya kushikilia hata Torati kwa herufi yake? Na kwa bahati mbaya, hili ni jambo tunaloliona kwa kiasi kikubwa, hasa katika harakati za mizizi ya Kiebrania na Wameshia, kuacha mambo yenye uzito kwa ajili ya herufi ya sheria, na hivyo kukosa kabisa kiini cha mpango wa ukombozi. Kwa hiyo tena, unapoheshimu mfano wa kivuli, usipoteze maana halisi ya jambo hili. Na tutaingia kwenye kile tunachoamini kimekuwa kikikosekana kwa kiasi kikubwa tunavyoendelea na mafundisho kuhusu kuheshimu sikukuu ya majuma. Kuna kauli hii ya kuvutia sana katika Kumbukumbu la Torati 16:10. Ndipo utakapomfanyia Yawe miungu yako sikukuu ya majuma kwa kutoa sadaka ya hiari kutoka mkononi mwako, utakayotoa kadiri Yahwe Mungu wako akubarikivyo. Kwa hivyo hata Torati inaonekana kudokeza jambo la moyoni kati, sivyo? Nadhani kwa kweli inaeleweka sana. Unajua hii ni nini? Na inavutia jinsi inavyohusiana nayo. Ukiangalia mzizi wa ushuru hapo, Masihi ni kuyeyusha, kupoteza, kitu cha kuangusha. Kitu kinaonekana katika hili kwamba kitu kimeacha mlinganyo. Na kwa hivyo tutafanya pendekeza kwamba hii inaweza kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na chachu ya kiroho. Na kwa hivyo kuna kitu kinachohusiana na sadaka ya hiari, wavu wa mshangao ambao unavutia sana, kwa sababu kitu kinaweza kutoka katika hili ambacho labda kiko katika kiwango cha moyo, na kinachotokea pale ambapo ukuu wa mwanadamu unakutana na ukuu wa Elohim, na kitu kinapoyeyuka, kitu kinaweza kutokea. Na tutapendekeza kwamba kutokea huko kunaweza kuwa na uhusiano na nuru. Pendekezo dogo hicho. Mambo ya Walawi 23. Tena ingawa hii ni sura, sehemu kubwa ya mizizi ya Kiebrania ya Kimasihi inasomeka. Linapokuja swala la nyakati zilizowekwa, kuna mambo machache tu ambayo hayazingatiwi. Mtakapovuna mavuno ya nchi zenu, hii ni katika muktadha wa wiki ya mikate isiyotiwa chachu na sadaka ya kwanza ya matunda ya kwanza. Msivune shamba lako hadi ukingoni mwake, wala msikusanye masazo baada ya mavuno yenu. Utaacha masazo hayo kwa ajili ya maskini na mgeni. Na mamlaka yanasema hapa, mimi ni Elohimu wenu. Na hii ni kidogo unapoisoma Mambo ya Walawi 23 katika hii ni aya ambayo karibu inaonekana kuvunja mtiririko, lakini Yans anasisitiza jambo muhimu hapa. Jamani, mnapofanya mikate isiyotiwa chachu, mnapofikiria kuhusu matunda ya kwanza, anatoa tamko hili. Na wakati kitu kinaonekana kuvunja mtiririko, hiyo ndiyo njia ya Yars ya kusema, nataka uangalie hili, ufikirie hili, na uulize kwa nini hili lipo. Kwa hivyo, ni nini masalio kuhusiana na kates? Kinachovutia hapa katika Torati ni kwamba inawalenga maskini na wageni. Sasa maskini wanaweza kwa urahisi kutufahamisha zaidi kwa maana ya, unajua, wale wanaohitaji kutoka kwa hisia mbaya na hisia kuokota, lakini pia inawataja wageni. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna kuokota kuna kuhusiana na kitu ambacho huenda hakija kuwepo ndani ya nyumba bado, na kwa hivyo hii inavutia. Na kwa hivyo tumewaangalia maskini katika mafundisho ya awali katika miaka iliyopita na mambo kama haya kwa maana hii hai. Na kwa hivyo tunaona hilo, na kuna wale wanaohitaji karibu nasi, na tunakaa pale na kujiuliza, je, tunaona hilo ndani ya watu wetu wenyewe, ndani ya nyumba, kwa wale wa imani? Naam, tunapaswa kuola. Aibu kwetu tusipofanya hivyo. Lakini kisha kuna uhusiano huu unaovuka zaidi ya maskini na kuingia kwenye kipengele cha mgeni. Na kipengele cha mgeni, angalau katika simulizi kuu tunazoziona katika Brit, mara kwa mara inaonekana kwamba nuru hii na matukio haya yanaonyeshwa moja kwa moja kwa wageni,
ambayo kwa kweli ilikuwa inawakilisha utumwa ambao nyumba ya Israeli ilikuwa ndani yake wakati huo, unaonekana kupitia kwa maafisa wa Kirumi na walinzi na mambo kama haya, kwamba kulikuwa na mfano huu wa nuru ambao Elohim anataka kutoa. Kwa upande huu, kwa hawa wale hasa waliotufanya tuwe watumwa, nataka muone mwanga. Na kwa hivyo hii inavutia. Tunaamini hili lina uhusiano na mavuno. Na kwa nini hiki ni kipindi cha mavuno? Kuna sababu kwa nini anataka nuru yake ionekane kwa wale waliotufanya tuwe watumwa. Na hivyo hii inaendelea zaidi ya maskini halisi wa kimwili. Inaweza kuwa inahusiana na roho, maskini kiroho pia. Na kwa hivyo hii inavutia tunapoiangalia kwa undani zaidi. Sasa wengi wenu labda mtajua kwamba mnajua hasa kwenye ukingo wa mto wa Kiyahudi wanaleta hadithi ya kitabu cha Ruthu kwenye kiungo cha Shavuot na sikukuu ya majuma inayotangulia. Lakini watu wengi hawaelewi ni kwa nini. Na kwa hivyo tunatumaini leo kama hiki ni kitabu kizuri na inapata maana kamili tu unapoiangalia ndani ya muktadha wa mavuno ya masika. Kwa hiyo kabla hatujaingia kwenye kitabu cha Ruthu, tunahitaji kuelewa muktadha wa Torati. Hilo litaeleweka tutakapoingia kwenye sura za mwisho za kitabu cha Ruthu. Katika Kumbukumbu la Torati 25, hili linaweza kuonekana halihusiani, lakini litaeleweka kabisa. Ikiwa ndugu wanakaa pamoja na mmoja wao akafa bila mtoto wa kiume, mke wa marehemu haruhusiwi kuolewa nje ya familia kwa mgeni. Hili lingeeleweka pia kwa maneno ya Paulo. Ndugu wa mumewe atamwingilia na kumchukua awe mke wake na kumfanyia wajibu wa ndugu wa mumewe. Na mwana wa kwanza atakayemzaa atamrithi nduguye aliyekufa ili jina lake lisifutwe katika Israeli. Na hivyo fikiria. Vitabu vilifunguliwa. Je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Ili kufafanua zaidi, inatajwa pia sehemu nyingine katika Torati kwamba sio tu kuwa mwana wa kwanza atakuwa kwa jina la ndugu aliyekufa, bali ndugu anayetekeleza jukumu hili atalazimika kumpa huyu mtoto urithi wa mzaliwa wa kwanza ili mtoto huyo apate urithi. Na hili lina umuhimu mkubwa hapa. Kama mwanaume hataki kumchukua mke wa ndugu yake, ukiangalia kwamba mwanaume huyu angehitajika kutoa urithi mwingine wa mzaliwa wa kwanza ambao ulikuwa ni kiasi kikubwa, basi hili linaeleweka kwa kauli hiyo. Kisha mke wa ndugu yake atakwenda kwenye lango la wazee na kusema, ndugu wa mume wangu anakataa kuendeleza jina la ndugu yake katika Israeli. Fikiria kuhusu kugawana mizigo hapa. Hataki kutimiza wajibu wa kuwa ndugu wa mume kwangu. Ndipo wazee wa mji wake watakapomuita na kuzungumza naye. Na akiendelea kusema, sitaki kumchukua, ndipo mke wa nduguye atamwendea mbele ya wazee. Naamini hili labda lina maana ya hukumu hapa. Na kuvua kiatu chake kutoka mguuni mwake na kumtemea mate usoni. Katika utamaduni wa kale, hii ni alama ya aibu. Kwa kweli, akimdharau nduguye kabisa, naye atajibu na kusema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu asiyejenga nyumba ya nduguye. Sasa tena, fikiria kushiriki mizigo ya kila mmoja na kutofanya hivyo. Jina la nyumba yake litaitwa katika Israeli, nyumba ya mtu aliyevuliwa kiatu chake. Sasa, sio tu kwamba ni wewe ndugu hapa unayebeba aibu hii, lakini inaonekana kwamba nyumba yake yote ingeguswa na hili. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa. Lazima uelewe historia hii ya Torati kabla ya kufika, hasa Ruthu sura ya 4, nasi tutafika huko. Kwa hivyo tulitaka tukubainisha hili. Weka hii nyuma ya kitu chako. Tutaangalia ni nini ushahidi kutoka katika kitabu cha Ruthu, na hasa dubu, sherehe hii ukithubutu kuiita, tunapofikia sura ya 4. Kwa hivyo, Curtis, inaonekana kuna unabii fulani katika kitabu cha Ruthu. Nitakuruhusu uchukue njia. Sawa.
Alipoinuka kwenda kusanya, Boazi akamwangiza kijana wake akisema, mwache aendelee kuokota mabaki ya nafaka. Sasa fikiria hili katika muktadha wa mambo mazito zaidi ya kile tunachoweza kuwa tunajaribu kuwa. Tazama kile Elohimu anafanya na kutujaribu tuangalie kipindi hiki cha sikukuu hii ya majuma, huu wakati wa mavuno. Wala usimkaripie, na pia utoe baadhi kutoka kwenye mafungu umwachie, muache akusanye na usimkeme. Basi akakusanya shambani hadi jioni, kisha akapepeta alichokusanya, na ilikuwa efa moja ya shairi. Sasa hii inahusu mavuno ya shairi na ngano, na hivyo tuna huu wakati wa ajabu wa tukio hili likirekodiwa na Ruthu. Na cha kuvutia hapa ni kwamba Ruthu anawakilisha picha ya kipekee sana, na Boazi pia ni hivyo. Tunaona hii kama picha ya bibi harusi na mfano wa bwana harusi. Lakini cha kuvutia ni kwamba Ruthu yuko nje ya nyumba katika simulizi hili kwa wakati huu, na hivyo hili linapaswa kutukumbusha jambo fulani linalorekodiwa hapa. Kwa sababu, na tena tu hifadhi kwa kumbukumbu, kama hii ni picha ya Boazi na Ruthu au picha ya bibi harusi na bwana harusi, angalia tu mahali ambapo Ruthu yuko katika simulizi hili lote na mahali atakapoishia. Na kwa hivyo ni muhimu kiasi gani, na kile ambacho mimi na Mikaeli tunataka kukukumbusha, je, mavuno haya yanahusiana hasa na utimilifu wa bibi harusi wa Masihi? Kwa hivyo hatuangalii kitu ipo, sio wale tu wanaoingia ndani ya nyumba wakiwa wameokota masazo. Hili linaweza kuwa zito kama, hapana, kwa kweli bibi harusi wake anaingia kwenye hali halisi, na kwa hivyo unaweza kuona ni kwa nini tungekuwa na bwana harusi anayefanya kazi kama hiyo. Ilikuwa ni kwa msemo aliosema, akakubali na kuingia mjini. Mama mkwe wake akaona kile alichokuwa ameokota, naye pia akatoa chakula alichokuwa amekibakiza na kumpa. Kuridhika. Kwa hivyo anashughulika na usahi huu na kadhalika. Mama mkwe wake akamwambia, umesafisha wapi leo? Na umefanya kazi wapi? Heri mtu yule aliyekuangalia. Kwa hiyo akamwambia mama mkwe wake, na ni nani aliyesema alikuwa amefanya kazi? Akasema, jina la mtu ninayefanya kazi leo ni Boazi. Angalia hii, heri mtu yule aliyekuangalia. Na Naomi akamwambia mkwe wake, abarikiwe na Yah ambaye wema wake haujawahi kuwaacha walio hai wala waliokufa. Naomi pia akamwambia, mtu huyu ni jamaa yetu wa karibu, mmoja wa wakombozi wetu. Ili ni jambo la kuvutia jinsi linavyounganishwa hapa. Na ni nani anayelinda picha hii ya ajabu tunayoiona kuhusu Ruthu? Ni nani anayemwangalia Michael? Nini kinaendelea hapa? Ni nani aliyemtambua Ruthu katika hali hii mahususi? Naam, kinachovutia sana, jina Boazi kwa Kiebrania kuna neno linaloitwa ambalo ni az, na linamaanisha nguvu au fahari au uwezo kwa upande wa ushujaa na nguvu za kimwili. Bo ina maana ya kuja au kukusanya au kurudi. Kwa hivyo yeye anayerudi au anayekuja na kukusanya tena nguvu, fahari, ambaye hutokea kuwa mkombozi. Inasikika kama unaifahamu sana, Curtis. Utakaa karibu na vijana hao hadi watakapomaliza mavuno yangu. Kwa hivyo Ruthu Moabu. Kipengele cha mgeni, na tunarudi kwenye Torati. Tunasoma haya, maskini na mgeni. Inavutia. Kwa hiyo zaidi ya hayo akaniambia, basi kaa karibu na vijana wangu hadi watakapomaliza mavuno yangu yote. Naomi akamwambia Ruthu mkwewe, binti yangu, ni vizuri utoke na vijana hawa, usije ukashambuliwa katika shamba lingine. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, kuna nafasi salama hapa sasa kwa kuhusishwa moja kwa moja na mavuno haya na nyumba. Kwa hiyo akaendelea kuwa karibu na msichana wa Boazi, akiokota masalio hadi mwisho wa mavuno ya shairi na ngano. Kwa maneno mengine, hadi Shavuot. Na aliishi na mama mkwe wake.
Inaonekana kwamba Boazi alikuwa akiheshimu sikukuu ya majuma Katis. Naam, ni picha ajabu tunayoiona hapa. Kama tutaendelea kuangalia hili, labda jinsi Torati ilivyokuwa ikielekeza, na ushuhuda kwamba hili lingekuwa katika kitabu cha Ruthu, na kisha maana hai mara tu hili litakapotimizwa kihalisi, kwa sababu tuko katika wakati wa kuvutia sana sasa. Sasa kama tulivyosema, kumbuka sherehe hii wazee, hii sandal, hiki kitendo cha kutema mate usoni. Tunapoendelea na hadithi hii, wengi wetu tunafahamu hadithi ya Ruthu. Kwa hiyo tuendelee sasa. Boazi, hii ni katika sehemu ambapo Ruthu amejitokeza mbele ya Boazi na ameweka wazi nia yake. Na Boazi amesema, ndiyo, ningependa kukukomboa. Hata hivyo, kuna jamaa ambaye ni wa karibu zaidi. Na kwa hivyo tunapaswa, ili kuheshimu Torati, ni lazima umwendee yeye kwanza. Na kama hatakukomboa,